Yesu asifiwe. Tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo 2025. Kipindi hewani utupe leo riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Ufunguo wa urejesho kama moja ya funguo 5 za kukusaidia kufungua hazina za mbinguni ili uwe na maisha ya utoshelevu ya kiuchumi ukingali hapa duniani. Tumeangalia mambo kadhaa mengi, lakini kuanzia jana au juzi nilianza kukupa mifano jinsi ambavyo urejesho unaweza kukupa maisha ya kiutoshelevu kiuchumi. Na jana na juzi tulikuwa tunaangalia mfano wa mama Mshunami, jinsi ambavyo alipata utoshelevu kutokana na kurejeshewa vile alivyokuwa amepoteza au kuviacha. Leo nataka nikupe mfano wa pili wa mtu anaitwa Mephibosheth. Huyu ni mtoto wa Jonathan. Jonathan alikuwa mtoto wa Sauli. Utakumbuka walifanya agano na Daudi katika kipindi kile. Daudi akitarajia kuwa mtawala, kuwa mfalme wa Israeli. Jonathan aliona jambo kwa Daudi, wakafanya naye agano, na walivyofanya agano katika maeneo kadha ambayo leo hatutayaangalia, lakini maeneo mengi, na haya yakaja kufanya kazi kwenye vizazi vya baadaye. Labda tu kwa ufupi nikuonyeshe ya kwamba Jonathan na Daudi walifanya maagano mara 3. Ukisoma kwenye Biblia unaona mara 3 walifanya maagano. Ukisoma kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 unaona walifanya agano binafsi. Na unapokwenda Samueli wa pili sura ya 20 kule na kuendelea mstari wa 16 na kuendelea walifanya agano mara ya pili. Na pia kwenye Samueli wa pili sura ya 5 unaona tena Daudi akipakwa mafuta walifanya agano. Kwa hiyo unaona mambo mawili ya msingi uone. Daudi alipakwa mafuta mara 3 na Daudi na Jonathan walifanya maagano mara 3. Paka mafuta mara ya kwanza Samueli wa kwanza 16-13 wakafanya agano la kwanza. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 3 na 4, na hili lilikuwa ni agano lao binafsi, makubaliano yao binafsi ya urafiki wao. Jonathan akavua joho lake, akavua upanga wake, akampa Daudi na wakapatana. Alipakwa mafuta Daudi mara ya pili Samueli wa pili sura ya 2 mstari wa 4 kuwa mfalme juu ya Hebron. Na unaona kwenye Samueli wa kwanza sura ya 20 walifanya agano la pili ambalo unaliona kuanzia mstari wa 16-17, na ile la kifamilia kwamba familia yangu itakuwa familia yako na utaitunza. Daudi alipakwa mafuta Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 3 mstari wa 17 kuwa mfalme juu ya Israeli. Agano la 3 unaona walifanya Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa 16 pia na kuendelea, ni juu ya ufalme, juu ya kiti cha ufalme wa Israeli. Kwa hiyo mara 3 Daudi alipakwa mafuta, mara 3 walifanya maagano. Na haya maagano, moja ya eneo alilofanya yale mafuta ya pili na agano la pili ilikuwa juu ya familia. Sasa baadaye Jonathan anakufa vitani, Sauli baba yake anakufa vitani, Daudi anakuwa mfalme. Mmoja ya watu wanaobaki kwenye uzao wa Jonathan ni Mephibosheth, mtoto wa Jonathan. Kwa hiyo sura ya 4 wafalme wa pili, Samueli wa pili sura ya 4 ule mstari wa 4, Biblia inasema na Jonathan mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu. Alikuwa amepata miaka 5. Habari za Sauli na Jonathan zilipofika kwa Israeli, naye na yaya wake alimchukua akikimbia, ikiwa alipokimbia kwa haraka huyo mtoto akaanguka akawa kilema, na jina lake aliitwa Mephibosheth. Kwa hiyo unaona alipata kilema cha miguu, lakini mtoto wa Jonathan. Unapoenda sura ya 9 Daudi anatawala juu ya Israeli. Unaweza kusoma sura ile nzima ya 9, lakini mistari kama 13 tu. Sura ya 9 unaweza kuisoma, sitaisoma mimi kwa sababu ya kipindi hiki, lakini mistari 13. Daudi anapokaa madarakani anauliza, je, yuko mtu kwa jamaa ya Jonathan niweze kumtendea mema? Je, yupo niweze kumtendea mema? Mstari wa kwanza, kisha Daudi sura ya 9 Samueli wa pili akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Fanya mkataba wa kifamilia. Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba. Basi akamuita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza
ya kwamba wewe ndio Siba, na Siba alivyoulizwa akasema yuko mtoto anaitwa Mephibosheth na huyo amefichwa sehemu, na Daudi akaagizwa alete, na alivyoagizwa alete, angalia mambo kadhaa yalitokea. Na najua ile tukuagizwa ya kwamba aletwe kwenye nyumba ya mfalme, huo ulikuwa ni urejesho, kwa sababu kumbuka alikuwa ni mwana wa kifalme lakini ametoka ikulu anaishi mtaani. Daudi akatuma watu wamlete mfalme. Mstari wa 5 sura ya 9, mfalme Daudi akatuma watu akamuondoa katika nyumba ya Makili mwana wa Amieli katika Rodebali. Basi Mephibosheth mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mephibosheth, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia, angalia, urejesho, mashamba yote ya Sauli baba yako, na wewe utakula chakula mezani pangu daima ikulu, urejesho. Na akasujudu na mambo mengine unajua. Akaendelea na mfalme akamwamuru Siba mstari wa 11, akamwambia Siba, ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru. Kwa habari za Mephibosheth, mfalme alisema atakula mezani pangu kama mmoja wapo wa wafalme. Kwa hiyo unaona mfalme alikuwa ameagiza Seba na watu wa nyumba yake wamtumikie Mephibosheth, arudishiwe mashamba, wamlimie, wampe mavuno ya shamba. Kwa hiyo akarudishiwa na zaidi, akapewa na wafanyakazi na utoshelevu. Nini kimetokea? Urejesho unapokuja unakupa maisha ya kiuchumi ambayo ni stahiki na zaidi ambayo ni utoshelevu, na ndivyo ilivyotokea kwa Mephibosheth. Msingi wa huu urejesho wa Mephibosheth, kama tulivyoona ule msingi wa kwanza kwa mama Mshunami ulikuwa ni kutoa sadaka au kuheshimu watumishi wa Mungu. Hapa unaona msingi wa huu urejesho ni agano, mapatano ya kiagano baina ya Daudi na Yonathani yalifanya Daudi atafute kutimiza lile agano ili aweze kutenda sawa sawa na walivyokubaliana. Kwa hiyo unaona msingi au jino la ufunguo wa urejesho la pili ambalo tunaliona kwa mfano ni mapatano ya kimaagano. Kesho Mungu atupapo uhai nitakuonyesha mambo kadhaa kama labda 9 tena ambayo yalitokea kiurejesho na kiutoshelevu kwenye maisha ya Mephibosheth mtoto wa Yonathani kama sehemu ya utoshelevu wa ufunguo huu wa urejesho. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema hata tutakapoonana kesho asubuhi.